Kwa hivyo bila kupoteza muda, kwa sababu leo tunayo dua ya kumwombea rais wetu ambaye naye ni mwanamke, tunayo dua ya kuiombea nchi yetu, na mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Tunakwenda kuchagua mihimili mitatu ya siasa na serikali: rais, mbunge na diwani, mwisho wa mwaka huu. Kwa hivyo tuliombe dua shehe ikaguse vyema sana, ili tukapate uchaguzi wenye amani na salama, kama ambavyo tumekuwa identified hapa na balozi wa Russia kwamba tangu Tanganyika ameijua Tanzania kama kitovu cha amani. Kwa hivyo tuombe amani katika uchaguzi wetu pale kwenda salama, tuombe amani, nguvu na uwezo wa kutosha kwa wale wote watakaojitokeza katika uongozi, na niombe sana wanawake wajitokeze kwa wingi kama ambavyo Mama Samia ametaka iwe kipindi chake, walau tuweze kufikia lengo la 50 kwa 50 katika uongozi. Basi nyote mnakaribishwa kwenda kuhakikisha mnazishika nafasi za udiwani na ubunge. Kwa hivyo shehe, tunaomba sana dua yako ikaikamate vizuri Tanzania. Tuko pamoja na wewe. Kwa kweli sisi tunashukuru Mwenyezi Mungu. Shughuli yetu tumefanya vizuri. Lengo ilikuwa ni kwa ajili ya kufuturu na watoto yatima na kumwombea dua Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuelekea uchaguzi mkuu. Kwa kweli sisi tunashukuru sana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza swala hili vizuri. Kingine ni kusema Waislamu tujitokeze sana kuwasaidia watoto yatima hawa, kwa sababu hao watoto sisi ndo walezi wao. Unapokuwa tayari unaitwa mtoto yatima, unapojitokeza na kuwa mlezi, ina maana umebeba dhamana ya kuweza kuwasaidia watoto hao na unachukua udhumuni ya kuwa baba au mama. Kila siku mimi nasema unapokuwa unajitoa si kwa sababu kuna kitu unataka, hapana. Kujitoa ni imani ya mtu. Unapokuwa tayari wewe una imani, ni nafsi yako inakutuma kuweza kuwasaidia watu. Huwezi kulazimisha kumsaidia mtu isipokuwa uwe na imani. Imani huwa inatokana na mtu na matendo yake tangia huko alikotoka. Ukiwa na historia ya kusaidia watu, milele utabaki kuwa hivyo. Shekhe, ukimsaidia mtu unabaki kumsaidia, huna sababu ya kusukumwa. Lakini tuombe watu wengine pia waendelee kupata msukumo huo wa kuweza kuwasaidia watu, kwa sababu hii ni jamii ambayo ni jamii ya Kitanzania ambayo inapaswa kusaidiwa yenyewe ikainuka. Kuna mazingira ya elimu, mazingira mengi sana kumsaidia Daktari Samia Suluhu Hassan. Yeye anafanya kazi kubwa upande wake, na sisi kama kwa nafasi zetu hizi ndogo ndogo tulizokuwa nazo kama wadau, na sisi tumsaidie. Na unapokuwa unamsaidia Daktari Samia Suluhu Hassan, unaondoa umaskini, unaondoa magonjwa, unaondoa maradhi, unaondoa kila kitu. Kwa mfano umemsikiliza binti pale mdogo sana, amemaliza form 4, yuko form 4, lakini anaongea Kiingereza kizuri sana. Yawezekana Kiingereza chake ambacho anazungumza tofauti na Kiingereza cha wengine ambao wako mtaani. Kwa hiyo ni masuala kuweza kuwasaidia. Mfano leo hapa tumefanya harambee si ndogo. Kwa harambee ya kawaida kupata milioni 33,550,000 si ndogo. Sasa hiyo ni kuendelea kuwasapoti wengine ambao wako nje kuja kuwekeza. Hiyo unawekeza, unaweka deni kwa Mwenyezi Mungu. Wewe Mwenyezi Mungu unapomwekea deni na yeye atakulipa. Anakulipaje utajua mwenyewe. Sasa hiyo ni bahati nasibu. Shekhe, unapokuwa unatoa, sisi tunapojua kwa Waislamu, unapotoa Mwenyezi Mungu anajua atakupa nini. Kila unapoendelea kutoa na yeye anakupa. Kwa hiyo mimi ni kuendelea kuwasapoti. Kupata milioni 33 kwa wakati mmoja si kitu kidogo. Tofali karibuni 5,000, simenti 5,800 ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wengine kuitafuta hiyo milioni 400 si jambo dogo. Kwa hiyo tuendelee kuhamasika. Wasanii, kunaona wasanii wanakuwa wanatoa fedha, ni kujitoa tu. Kwa mfano kuna wasanii 10 wakisema kila mtu anatoa milioni 10 tayari ni milioni 100 hiyo. Kwa hiyo ni vitu vya kuhamasika tu, ni kuendelea kuwasaidia watoto hawa kupata sehemu nzuri na kupata mahitaji mazuri. Tunapiga kazi. Role model wangu ni Mama Samia Suluhu Hassan. Tunamwangalia kule juu, anatupa nguvu na ujasiri kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mtukufu. Leo hii nitafurahi sana kama mtawachangia watoto hawa hayo ambayo kaka yangu hapa Sheikh Wilaya amezungumza, kwa sababu nimeamua kuifanyia shughuli hii hapa leo. Sikwenda katika ukumbi. Mheshimiwa mgeni rasmi na waalikwa wote na viongozi wetu wote hapa, muone kazi inayofanyika hapa.
Amani Foundation for Orphanage. Leo mvua ikiwa jua tuko hapa na ilianza mvua hapa pote palikuwa na maji mheshimiwa mgeni rasmi. Palikuwa na maji mpaka katika karibia magoti hii sehemu yote iliroa. Kwa hiyo nikasema watu waje waone hii hali ili tushikane mikono tusaidiane ama watoto hawa wasaidiwe kutengeneza mazingira kwa safi na salama. Asante sana, tuendelee kumwombea rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan.